mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa madini ndugu yetu Anthony Peter Mavunde ambaye ndiye alikuwa aje kufungua mkutano huu, nimepata heshima hiyo ya kumwakilisha. Walionialika kuja kuwa mgeni wao rasmi kwa niaba ya waziri ambaye ni mwenyekiti pamoja na uongozi wako na baraza lote hili, kwa maana mmenipa heshima ya kuja kusimamia mkutano huu mkuu wa baraza letu ambao ni mkutano wa pili kwa mwaka huu wa fedha wa 2024-2025. Ndugu mwenyekiti, mkutano huu wa baraza la wafanyakazi ni njia mojawapo muhimu ya kuleta maelewano na mahusiano mema baina ya wafanyakazi na management ya wizara. Na kupitia mkutano huu, wawakilishi wa wafanyakazi wa wizara huweza kushauriana na uongozi wa wizara hususan juu ya mpango na budget ya wizara. Naamini kuwa katika mkutano huu wajumbe wataweza kupokea mada ya mpango wa budget wa wizara kwa mwaka wa fedha 2025-2026 na kujadili kisha kuupitisha. Aidha, katika mkutano huu kwa pamoja itajadiliwa namna bora ya kuongeza tija katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali ndani ya Wizara ya Madini, ikiwa ni pamoja na kusimamia masuala ya kiutumishi na uwajibikaji kwa ujumla. Ndugu mwenyekiti, nchi yetu ni miongoni mwa nchi zilizobarikiwa kuwa na madini ya aina mbalimbali, yakiwemo madini ya kimkakati ambayo mahitaji yake yanazidi kuongezeka kutokana na kutumika kama chanzo cha nishati safi. Kutokana na uwepo wa madini ya kimkakati kama vile kinywe, nickel, cobalt, lithium, nchi yetu ni mdau muhimu sana katika eneo la upatikanaji wa nishati safi duniani. Hivyo tunajivunia kuwa na rasilimali hiyo, na wafanyakazi wa Wizara ya Madini tunapaswa kutambua kuwa sekta tunayoisimamia ni jicho la serikali katika kufanikisha malengo yake. Kwa hiyo tujue kwamba tumepewa dhamana kubwa na tumeshika usukani wa sekta ambayo inaweza ikabadilisha taswira ya nchi yetu kiuchumi. Ndugu mwenyekiti, wizara yetu imepiga hatua mbalimbali katika kuendeleza sekta hii. Imeanzisha mikakati ambayo itaifanya sekta hii iwe na matokeo chanya zaidi, na mojawapo ya mikakati hiyo ni Vision 2030, madini ni maisha, madini ni utajiri. Aidha, wizara inategemea kutekeleza mkakati mwingine unaoitwa Mining for a Better Tomorrow, MBT, utakaowawezesha vijana kushirikishwa katika sekta ya madini kwa kuwapatia ajira, kuwajengea uwezo, kuwawezesha kwa suala la vifaa ili wanufaike zaidi katika sekta hii, katika shughuli za utafutaji, uchimbaji, uchenjuaji na hata uthamanishaji na biashara ya madini kwa ujumla. Ndugu mwenyekiti, wizara yetu pia imeazimia kuendelea kuongeza taarifa za utafiti wa kina wa madini, na lengo letu ni kutoka katika 16% ya sasa ya maeneo ambayo yamefanyiwa utafiti wa kina kufikia hadi 50% ya eneo la nchi yetu nzima ifikapo mwaka 2030. Lengo ni kubaini maeneo yote yenye rasilimali madini na kuongeza wigo kwa wachimbaji wadogo, wale wakati pamoja na wakubwa, na kuwezesha kuendesha shughuli zao za uchimbaji bila kubahatisha, na serikali kuendelea kupata mapato ambayo yatawezesha kuimarisha sekta nyingine muhimu za uchumi wa nchi yetu. Ndugu mwenyekiti, naamini kuwa michango mbalimbali inayotolewa katika mkutano huu itachangia katika kuboresha utendaji kazi za kuongeza ufanisi katika kutekeleza majukumu ya wizara, na michango hiyo italenga katika kukamilisha utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka wa fedha 2024-2025 na kuweka mikakati mizuri ya utekelezaji wa mpango na budget ya mwaka wa fedha 2025-2026 ukiendana na dira na madhumuni ya wizara yetu. Ndugu mwenyekiti, kwa kuwa mkutano huu ni takwa la kisheria kufanyika mahala pa kazi, hivyo ni vyema mkatumia fursa hii kujadili kwa kina
nini kifanyike ili kuweza kuendeleza wizara yetu. Hivyo natarajia masuala yote ya msingi yatajadiliwa kwa kina na uwazi ili kuweza kuibua mawazo mapya kwa ajili ya kuboresha sekta hii. Mambo mengine ambayo yamejitokeza kwenye hotuba ya mwenyekiti ni mambo ambayo tunayaafiki, wizara imesikia, watendaji wakuu watakwenda kuona namna ya kufanyia kazi, kwa sababu tunafahamu umuhimu wa ushirikishwaji wa watumishi, hasa wa kada saidizi. Unajua ni rahisi sana kumpuuza mtu kwa sababu ya cheo chake, lakini tukienda kwenye misingi ya kimataifa kwamba binadamu wote ni sawa, na hata chama ambacho tunatokana nacho wanasema binadamu wote ni sawa, ni kwamba kila mtu ana nafasi na ana mchango. Hata wakati wa kuibua budget tungeweza kumwambia kila mtu kwa nafasi yake na yeye alete maoni kwenye budget ya mwaka huu na ukuja kwenye eneo nalolisimamia nini ambacho kinahitajika. Halafu na compile yale mawazo, baadaye budget ikitoka hakuna mtu atalalamika kwamba kuna vifaa hana kwa sababu havijasaulika. Maana kama havipo ni kwamba yeye hakuwajibika. Maana nimeona hapa kuna hata hoja iliyokuwa inahusu upungufu wa vifaa katika maeneo ya kazi hata kwa hawa wakada ya chini. Hili labda linatokana ama na kutoku budget vizuri kwa sababu hawajashirikishwa au sijajua ni nini, lakini nadhani kuanzia sasa kwenda mbele tuwe tunaandaa bajeti kwa ushirikishwaji ambao haumwachi mtu yeyote bila kujali hadhi yake. Hili litatusaidia tusonge mbele sana. Ndugu zangu, naenda kumalizia ndugu mwenyekiti sasa kwa kueleza kwamba baraza hili ambalo mmenipa heshima ya kuja kulifungua, na kwa haya niliyoyasema na yale ambayo umesema mwenyekiti katika taarifa yako ambayo nilikwambia tumeyapokea na watendaji wetu wakuu wataenda kuyafanyia kazi, basi sasa nitamke kuwa mkutano huu wa baraza la wafanyakazi umefunguliwa rasmi, na watakia mkutano mwema. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mkutano huu wa baraza la wafanyakazi, wajumbe watapitia na kujadili mapendekezo ya mpango wa bajeti wa mwaka wa fedha 2025-2026, utekelezaji wa shughuli mbalimbali za sekta ya madini na masuala ya utawala na utumishi yaliyotokea katika wizara yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutoa taarifa kuwa kumekuwa na utekelezaji mzuri wa malengo tuliyojiwekea katika kipindi cha kuanzia Julai 2024 mpaka Februari 2025, ambapo mafanikio mbalimbali yamefikiwa, ikiwa ni pamoja, kwa kutaja machache, kuimarika kwa mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa na kufikia 9% kwa mwaka 2023 na kasi ya ukuaji kufikia 11.3 mwaka 2023. Mafanikio mengine, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni pamoja na makusanyo ya maduhuli yaliyowasilishwa hazina kwa kipindi cha Julai 2024 hadi Februari 2025 yameongezeka hadi kufikia shilingi bilioni 690.76 ikilinganishwa na kipindi kama hicho cha mwaka 2023-24 ambapo tulikusanya bilioni 486.3. Hilo ni ongezeko la 42.04%. Pia mafanikio mengine ni kuongezeka kwa thamani ya mauzo ya madini na bidhaa za madini nje ya nchi, ambapo mwaka 2023 thamani ya mauzo hayo ilikuwa ni dola za Marekani milioni 3,551.4 ikilinganishwa na dola za Marekani 3,395.3 kwa mwaka 2022, sawa na ongezeko la 4%. Mauzo hayo yamechangia 56.2% ya mauzo yote ya bidhaa zisizo za asili nje ya nchi.
Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio mengine ni ununuzi wa mitambo 10 ya uchorongaji, yani rig, kwa ajili ya kuwezesha shughuli za wachimbaji wadogo. Vile vile utoaji wa leseni kubwa ya uchimbaji wa madini ya kinywe kwa kampuni ya Ecograph Limited iliyopo katika eneo la Epanko, wilaya ya Mahenge, mkoa wa Morogoro. Na mafanikio mengine ni kukamilisha utafiti maalumu wa kuchora ramani ya jiolojia ya visiwa vya Zanzibar, yani Unguja na Pemba. Hivyo nitumie fursa hii kuwapongeza wafanyakazi wa wizara na taasisi zilizo chini yake kwa kazi nzuri wanazofanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuhakikisha sekta ya madini inakuwa na kuendelea kuwanufaisha Watanzania, ikiwa ni pamoja na kukuza mchango wa sekta kwenye pato la taifa, katika mwaka wa fedha 2025-2026, wizara imejiwekea vipaumbele vifuatavyo: 1, kuimarisha ukusanyaji wa maduhuli na kuongeza mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa. 2, kuendeleza madini muhimu na madini ya kimkakati. 3, kuimarisha uwekezaji, uanzishwaji wa minada, maonesho ya madini ya vito na uongezaji thamani madini. 4, kuendelea kufanya utafiti wa kina wa geofizikia kwa njia ya kurusha ndege, yani high resolution airborne geophysical survey. 6, kuendeleza wachimbaji wadogo na kuwasogezea huduma za ugani. Na mwisho, kuzijengea uwezo taasisi zilizo chini ya Wizara ya Madini ili ziweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na tija zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mara nyingine ninapomalizia, napenda kukushukuru kwa kujumuika nasi. Ni kuahidi kuwa yale yote utakayoelekeza tutayasimamia na kufanyia kazi kwa juhudi, maarifa, weledi mkubwa na kuyafanya yote hayo kwa wakati sahihi. Aidha, naishukuru kamati ya maandalizi ambayo imefanya kazi ya kuandaa mkutano huu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.